Biblia inasema pepo mchafu amtokapo mtu huenda mahali pasipo na maji, anazunguka zunguka, akija akirudi akikuta ile nyumba aliyoondolewa imesafishwa afu haijawekwa kitu, huenda utafuta pepo wenye nguvu kuliko yeye, alafu wanakuja wanamvaa huyo mtu. Biblia inasema hali ya huyo mtu huwa ni mbaya kuliko ya ile mwanzo ambayo alikuwa nayo. Maana yake huyo pepo anaenda kutafuta mapepo yenye nguvu kuliko yeye. This Bible au this verse sio kwa ajili ya muamini. Mtu aliyemwamini Kristo, ile tu siku anapoamini bila kuthibitishwa na mtu yote, Roho Mtakatifu ndiye anayemthibitisha. Ile siku mtu anapoamini kazi ya msalaba, anapoamini kwamba Kristo alikuja akafa kwa ajili ya dhambi zake. Yaani ile siku tulipoamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu, nimeondolewa dhambi, nimehesabiwa haki bure, nimetolewa kwenye ufalme wa giza, nimeingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, ninao uzima wa milele ndani yangu, Roho Mungu anakanda, nimeamini kazi ya msalaba. Ile siku Roho Mtakatifu alikuja akakaa ndani yangu, akanizaa mara ya pili, Roho Mtakatifu akawa ndani yangu. Umeona? Baadaye nikajazwa na Roho Mtakatifu kwa evidence ya kwamba uthibitisho kwamba nilimpokea Mungu ndani yangu, nilipokea Roho Mtakatifu ndani yangu. Unaweza ukawa hujajazwa, lakini ulipoamini Injili ulizaliwa mara ya pili, ukawa kiumbe kipya. Kwa hiyo muamini ndani yake, katika roho yake, huyu amefufuliwa, amekuwa kiumbe kipya, ameungana na Mungu. Uzima wa milele ni roho ya mwanadamu kuungana na Mungu, sio kwamba unapewa uzima mkononi ushikilie. Uzima wa milele ni roho ya mwanadamu kuungana na roho ya Mungu, anakuwa na uzima wa Mungu, and this bond haiwezi kuvunjika. Huyu mtu tayari anakuwa amejazwa ndani. Maana yake pepo mchafu anapokuja anakuta huyu mtu tayari ndani ana kitu kingine, amejazwa kitu kingine. Kwa hiyo mtu aliyeamini, huu mstari sio kwa ajili yake sasa. Huu mstari ni kwa watu ambao hawaamini. Kwa hiyo it is possible mtu ambaye hajaamini akatolewa pepo. Akisha tolewa pepo, asipohubiriwa Injili akaamini, maana yake mapepo yametoka, alafu ndani hajahubiriwa Injili, maana yake hakuna Roho Mtakatifu, maana yake the place is empty. Maana yake pepo anaenda na chukua mapepo wabaya, wanakuja wanamvaa huyu mtu, hali yake inakuwa mbaya zaidi. Ndio maana unaangalia watu wengi wanaoombewa kila siku, wanaombewa hawafundishwi, wanaombewa hawaambiwi, hawahubiriwi Injili, kila siku wanakuwa wanaanguka mapepo. Watu wanatakiwa wahubiriwe Injili. Kwa mtu anapohubiriwa Injili, anapoamini, maana yake Roho Mtakatifu anaingia, maana yake the place ya huyo mtu inakuwa filled with the Holy Spirit. Shetani hana mamlaka tena ya kuja. Kwa this verse sio ya kwamba muamini eti akizingua au ametenda dhambi ni kwamba basi sasa pepo mchafu anaenda kutafuta pepo wenye nguvu. Kwanza pepo hakuwepo, kwa sababu muamini anapoamini Roho Mtakatifu anakuja ndani yake. Mtu aliyemwamini Kristo hana pepo, kwa sababu amehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza na kuingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa kama uliamini kazi ya Injili, kazi ya Kristo, kazi aliyoifanya Yesu msalabani, kufa na kufufuka kwake, umehamishwa kutoka kwenye nguvu za giza. Kwa hiyo shetani, nguvu za giza, wachawi, mapepo, waganga sio sehemu yetu, yani hawana mamlaka na sisi. They are under our feet, wako chini ya miguu yetu. Kwa hiyo hii definition ya kusema kwamba pepo mchafu amtokapo mtu anamtoka kwa muamini sio kweli. Inawezekana tukawa tumepokea mafundisho potofu au mafundisho ya kidini kwamba mtu anapozingua au muamini anapozingua kwamba pepo anaenda anakuja anamvaa tena huyo mtu. Hakuna. Katika ulimwengu wa roho tumeungwa na Bwana. We are joined with the Lord. Hii bondi haiwezi kuondoka. Roho Mtakatifu ndiye anayeshuhudia kwamba hapa umekosea. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi. Maana the Spirit of God is within. Anatupa ile conviction, sio condemnation. Anakuambia mwanangu. Anatupa ile conviction ndani yetu. Kwa hiyo mtu aliyemwamini Kristo, aliyeamini kazi ya msalaba, mstari ya kwamba pepo anaenda kutafuta pepo wenye nguvu, this is not the verse kwa ajili ya mtu aliyeamini kazi ya msalaba. Aliyeamini kazi ya msalaba amekuwa filled with the Holy Spirit. There is no place of any spirit. Hakuna nafasi ya roho nyingine ndani yake. Haipo, kwa sababu roho ya huyo mtu imejazwa na Roho Mtakatifu. Ubarikiwe mtu uliyeamini. Kwa hiyo mtu asiyeamini kazi ya msalaba akitolewa pepo anakuwa free. Pepo mchafu akirudi, hali ya huyu mtu kweli itakuwa ni mbaya, kwa sababu hajaamini. Maana yake Roho Mtakatifu hajaingia ndani yake. Maana yake nyumba imesafishwa alafu haijajazwa. Maana yake huyu mtu anakuwa ni
ni yuko vulnerable, yani liko wazi kwa ajili ya kuwa attacked with the devil. Kwa muamini, you have to relax. Hakuna pepo, hakuna uchafu wowote unaweza ukaingia ndani yetu sisi. We are joined with the Lord. Sisi tumeungwa na Bwana, and this bond haiwezi kuvunjwa na chochote, maana imelipiwa gharama kubwa sana. Kwa kuamini tu kazi ya msalaba. Be blessed and tuendelee kukua katika pendo la Kristo. Hallelujah.